Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moscow inasema kwamba imejipanga kuisaidia Iran katika suala zima la mpango wa amani wa nyuklia. Hata hivyo, Moscow inaamini ushirikiano katika uwanja wa nishati wa nyuklia wa amani na Iran unapaswa kufanywa pia kwa usawa na nchi zingine zisizokuwa za nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, alisema siku ya jana Ijumaa. Ameeleza zaidi akisema kwamba tunaamini kabisa kwamba ushirikiano katika uwanja wa nishati ya nyuklia kwa amani na Iran unapaswa kutekelezwa kwa masharti sawa na mataifa mengine yasiyokuwa ya nyuklia ambayo yanatimiza kwa uaminifu majukumu yao chini ya NPT, kwa maana ya mkataba kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Tunatumai kuwa mataifa mengine yatafuata mkondo huu, Zakharova alisema. Hata hivyo, kura katika bodi ya magavana ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA juu ya mpango wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza na Marekani ni uchochezi wa kambi ya magharibi pamoja na pigo kubwa kwa imani ya kimataifa katika mfumo wa ulinzi wa wakala wa utawala wa kimataifa wa kutoeneza nyuklia, Zakharova aliongeza. Iran ilitangaza mnamo siku ya Alhamisi kuwa imemaliza rasmi makubaliano ya Cairo na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, ambayo ilikuwa imeweka mfumo wa kuisha ushirikiano kati ya pande mbili. Hata hivyo, Iran inaamini kwamba mpango wa nyuklia wa taifa lake ni wa amani, lakini ni mataifa tu ya magharibi yanayotaka kutengeneza hali ya ugumu wa maisha katika taifa hilo ambalo tayari limeendelea kiteknolojia, hasa teknolojia ya nyuklia ya amani. Marekani na mataifa magharibi yaliamini kwamba Iran inatengeneza mabomu ya nyuklia, lakini uchunguzi uliofanyika na IAEA haukubaini juu ya uwepo wa kombora lolote la nyuklia. Iran imerutubisha hadi 60% ya uranium, ambapo Marekani pamoja na Israel waliamua kufanya mashambulizi kuharibu 60% hizo, ambazo ni sawa na zaidi ya kilogramu 400 za uranium. Licha ya kutofanikiwa, lakini Iran inaamini itaendelea na mpango wake wa urutubishaji wa uranium katika taifa hilo. Iran imesema azimio la wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA kuhusu nchi hiyo litaharibu ushirikiano wa IAEA na Tehran na kudhoofisha mamlaka na uhuru wa wakala huo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Abbas Araghchi alieleza hayo mapema siku ya Alhamisi. Wanadiplomasia waliambia shirika la habari la RIA Novosti la nchini Urusi kwamba bodi ya magavana ya IAEA imepitisha kwa kiasi kidogo azimio la kutaka Iran iripoti hali ya hifadhi yake ya uranium kwa shirika hilo la kimataifa. Nchi hizi Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani zinadhoofisha mamlaka na uhuru wa wakala. Kwa hatua hii na kupuuza nia njema na ushirikiano wa Iran na IAEA, hatua hii inavuruga mwingiliano na ushirikiano na Iran na shirika hilo, Araghchi alinukuliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran. Tarehe 20 Novemba, Iran ilijulisha rasmi IAEA juu ya kusitisha mkataba wa Cairo na wakala huo uliohitimishwa mwezi Septemba. Waziri wa mambo ya nje wa Iran aliongeza zaidi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu nini kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.